Amen. Bwana asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ongera sana kwenye mfungo wetu wa siku 5, na leo ni hitimisho ya siku yetu ya kwanza ya mfungo wetu. Ongera sana. Tunaendelea na siku yetu ya pili, siku ya kesho. Lakini kabla hatujaanza siku ya pili, naomba tuombe kwa ufupi sana, lakini pia ni kuonyeshe katika neno la Bwana prayer point hii ambayo tumekuwa tukiombea. Siku ya leo tumekuwa na mambo matatu ambayo tumekuwa tukiyaombea, lakini pia pamoja na hayo mambo matatu nimekuambia kusudi la mfungo huu ambao ni sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza zimekuwa siku 7 na sasa ni sehemu ya pili, zimekuwa siku 5. Bwana asifiwe sana. Na sehemu hii ya pili, siku hizi 5 tunaenda mbele za Bwana na maswali matatu makuu. Maswali matatu makuu. Na nikukumbushe tu kwamba Bwana ametuambia katika neno lake kwamba tumuulize kwa habari ya siku zijazo, na hilo tunalipata kwenye kile kitabu cha Isaya 45:11 inasema, Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi, niulize habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu na habari ya kazi ya mikono yangu, haya niagizie. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Bwana anasema tumuulize kwa habari ya mambo yanayokuja. Kwa hiyo unaweza ukawa uko leo na ukaanza kuishi kesho. Wakati wengine wanasubiria kukuche ndipo waanze kuishi kesho, wewe ukaanza kuishi leo kwa namna ya kipekee sana, tena kiufunuo. Usifikiri kwamba Roho Mtakatifu hajalileta somo la maana ya ufunuo kwenye maisha yetu siku za nyuma kibahati nasibu. Hapana. Bwana kila analolileta kwenye maisha yetu madhabahuni hapa ni jambo ambalo analikusudia kulifanya kwenye maisha yetu. Anatuambia kabisa tumuulize kwa habari ya mambo yanayokuja. Tafsiri yake ni kwamba muulize kwa ajili ya kesho yako. Muulize Bwana, ni nini kinachokuja mbele yangu kesho? Na maswali makubwa matatu tulio nayo kwenye mfungo huu ni kwamba tunamuuliza Mungu kwamba mwaka huu wa 2026 umebeba nini cha kwangu? Muulize Mungu hilo swali katika maombi. Muulize Bwana hilo swali. Swali la pili ni kwamba natakiwa kufanya nini mwaka huu? Natakiwa kufanya nini mwaka huu? Usipojua mwaka huu umebeba nini cha kwako, utajikuta umeweka jiwe kichwani na unaenenda nalo na linakuchosha wakati ulitakiwa ubebe mkate. Watu wengi sana wanashikilia vitu ambavyo sio vya kwao na mwisho wa siku vinaishia kuwaumiza. Watu wengi sana wanashikilia watu, wanaambatana na kungangania mambo ambayo sio ya kwao. Wanaendelea kumwagilia mti wa mwiba, wanaendelea kumwagilia maji na mwisho wa siku unaishia kukuumiza. Wapo watu ambao uliwanangania, wapo watu ambao uliwashikilia na mwisho wa siku waligeuka kuwa mwiba. Kwa sababu gani? Ulishikilia kisicho cha kwako. Kama ni cha kwako kitabaki, kama sio cha kwako haijalishi utawekeza nguvu ipi katika kuendelea kuhakikisha kinabaki. Listen to me, kitaendelea kukuumiza mpaka utakapoamua kutafuta kilicho chako. Bwana Yesu atusaidie sana. Mfungo huu utategemea, ndio utaamua mwaka wako uweze kuwa namna gani. Ni wewe ndiye unayeamua mwaka wako uweje, na sio Mungu. Ni jambo lililo katika mikono yako. Kwa hiyo kile unachokijua kilicho chako ndicho ambacho kitaenda kuwa chako. Muulize Bwana, mwaka huu umebeba nini cha kwangu? Umebeba nini cha kwangu? Umebeba nini kwenye familia yangu, kwenye ndoa yangu? Una nini Bwana kilicho cha kwangu mwaka huu? Na swali la pili kabisa, unatakiwa kuingia kwenye maombi na kumwambia Bwana, natakiwa kufanya nini mwaka huu? Hivi unaweza ukaona
Unaweza ukaona umuhimu wa Mungu kukuambia kwamba ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya. Tunawaona watu wengi sana kwenye Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Kuna watu Bwana aliwaambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, na mwisho wa siku unaelewa ni kitu gani kilichotokea. Watu wengi sana kwenye Biblia tunaowasoma, Bwana aliwaambia hili ndilo nalotakiwa kulifanya, na mmojawapo ni Daudi. Lakini kabla ya Daudi kuna Sauli ambaye ni mfalme wa kwanza wa Israeli. Alienda kupambana kwenye vita. Aliingia kwenye vita na Bwana akamwambia, unaenda huko ninakupa ushindi, lakini utakapofika huko angamiza vitu vyote, angamiza wanyama wote, na usichukue kitu chochote isipokuwa mfalme wa huko ndiye utakayemleta. Utamteka mateka na kisha utakuja naye, lakini wanyama, sijui farasi, sijui kondoo, sijui punda, usichukue chochote, sijui dhahabu, sijui almasi, usichukue kitu chochote. Mungu anamuonya mfalme Sauli. Lakini angalia alichokifanya Sauli. Sauli anaenda kwenye vita, Bwana anampa ushindi kabisa. Alichokifanya, akachukua wale wanyama wote wanono na zile dhahabu zote nzuri, akazileta mpaka Israeli. Bwana alimwambiaje? Bwana alimtuma Samueli, akamwambia uende mwambia huyo mtu kwamba kutii kwafaa sana kuliko dhabihu. Kutii kunafaa sana kuliko dhabihu. Bwana alimwambia ni nini cha kufanya. Mwaka huu ni lazima Bwana akuambie ni kipi unachotakiwa kukifanya. Hapana kukubali kuendelea. Usivuke mwezi wa kwanza na Bwana hajakuambia ni nini cha kufanya, unachotakiwa kukifanya katika mwaka huu. Utakiwi kuendelea katika mwaka huu. Ndio maana wengi unajikuta leo unafanya biashara hii, kesho unafanya hii, unabadilisha, kesho unafanya hiki, unabadilisha, unatoka kuishi hapa, kesho unaishi maeneo mengine, sijui unaama ofisi, unaenda ofisi nyingine, unaacha biashara hii, unafanya biashara nyingine, unatoka nyumba hii, unaingia nyumba nyingine, kwa sababu hujajielewa mwenyewe na hujajua ni kipi ambacho Bwana anakutaka wewe ukifanye. Muulize Bwana, Bwana natakiwa kufanya nini mwaka huu? Unachotakiwa kukifanya ukakielewa, na Mungu huwa anaachilia special anointing. Mungu huwa anaachilia upako maalum wa kukuwezesha kulifanya lile jambo, iwe ni huduma, iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni maeneo fulani. Unaweza ukajikuta mtu amekaa kwenye ofisi fulani, anafanya shughuli kwenye kiwanda fulani kwa kawaida, lakini yule aliyekusudiwa na Bwana kukaa pale akafanya ile shughuli, anaweza akawa kusoma sana, unaweza ukawa haujaenda elimu za juu sana, lakini kile ambacho Bwana alikukusudia wewe ukifanya, kuna upako maalum ambao unashuka wa kukuwezesha. Ndio maana utamwona mwenzako amegusa jambo fulani na ghafla akaanza kuona matokeo makubwa, na ghafla akaanza kufanyikiwa, na ghafla Bwana akawaleta ma destiny helper. I am telling you, inawezekana. Tuko tunapokea shuhuda. Sio mambo yote tunayo ya share, lakini Bwana yuko anafanya. Kuna wengi tayari mumejulishwa, unaelewa kabisa, na kuna wengine kabisa kwa sababu you are not serious, ujielewi, upo tu, uelewi maisha yako na unashindwa kuchukua hata hatua. Sikiliza nikwambie, na swali la mwisho ni kwamba nani wa kuambatana naye mwaka huu? Usiingize vitakavyo kukaba shingoni. Usiingize mwiba utakao kuchoma kesho, utakao kuwa mzigo kwako kesho. Sikiliza nikwambie, kama mtu Bwana amemkusudia kwenye maisha yako atabaki, na kama Bwana hajamkusudia kwenye maisha yako hataondoka. Usiwananganie wale ambao wanataka kuondoka. Mruhusu Bwana akuambie nani ambaye unatakiwa kuambatana naye. Sio kila mtu wa kuambatana naye, hata kuoa, hata kuolewa, sio kila mtu. Kwa sasa ni lazima kutembea kiroho na hapana kunywa kila maji. Sio kwa sababu tu una kiu ndio unakunywa maji kwa maji ambayo unakutana nayo. Hapana, unatakiwa kuwa very sensitive sana na kumruhusu Roho Mtakatifu aweze kukusaidia. Naomba nikufundishe kitu fulani. Tujifunze kwenye wazo la Mungu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wake wa 7. Neno la Mungu linasema, wakafumbuliwa macho wote wawili,
wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Huyu ni Adamu na Eva. Kisha anguko, wamemkosea Bwana, wamekula tunda. Biblia inasema wakafumbuliwa macho yao. Kumbe macho yao yakawaje? Macho yakafunguliwa. Sasa angalia walichokifanya wote wawili. Maandiko yanasema kwamba wakajikuta wako uchi. Kisha kujikuta kwamba wako uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Sasa swali ambalo ninaweza kukuuliza kwamba kabla hawajala tunda walikuwa navaa aina gani ya manguo? Na kama hawakuwa wanavaa, je, walijua kama wako uchi? Sasa swali la pili, kwamba walipokuja kufumbuliwa macho wakajiona kwamba wako uchi, ni nani aliyewaambia kwamba wako uchi? Kama hawakuambiwa na mtu, ni wao wenyewe walijua kisha kufumbuliwa macho kwamba wako uchi, walifanya nini? Walichokifanya ndicho kinaamua ufahamu wa mwanadamu umesimama sehemu gani. Walichokifanya Adamu na Hawa, walikamata majani wakajifanyia nguo. Hebu angalia sasa Mungu yeye alichokuja kuwafanya. Mungu yeye kabla awafukuze katika bustani ya Edeni, alimuua mnyama, akawapatia ngozi, akawashonea nguo ya ngozi akawapa. Lakini hawa watu wameshona nguo za majani. Mungu alipokuja yeye anawashonea nguo ya ngozi. Hivi nikuulize wewe, wale wafanyabiashara wa manguo, ama nyinyi ambao mnaelewa kabisa, mtu aliye na ufahamu wa kawaida, unatakiwa uelewe hili jambo. Hivi nguo iliyoshonewa na majani na nguo iliyoshonewa na nguo inayotokana na ngozi, utachagua nguo ipi? Utachagua nguo ipi? Nguo ya majani ambayo jua ikipiga tu na majani yananyauka, ama nguo ya ngozi? Jibu nalo mwenyewe. Hayo ndiyo maisha yanayoambatana na mtu ambaye anatembea kwa maelekezo ya Mungu na anayetembea kimbumbumbu kwa akili zake binafsi. Anayetembea na hekima ya Mungu ni yule ambaye anafananishwa na nguo inayotokana na ngozi. Na anayetembea kwa akili zake za chini ni huyu anayetokana na majani. Kwa hiyo mtu wa Mungu, sikia, majani yanadumu muda mfupi na yanachanua kabisa, yanakauka, lakini ngozi inadumu. Hiyo ndio inakuonyesha unapoambiwa na Mungu ni kipi kilicho cha kwako, ujue kwamba ni cha kwako na kitadumu. Na unapoambiwa na Mungu kwamba unatakiwa kufanya nini, bila kujali utapambana kiasi gani kwenye lile jambo, kama ni Mungu ndiye alikuambia fanya hili, usikate tamaa, usirudi nyuma. Hata kama wengine wana progress, hata kama wengine wanaendelea, kama umeambiwa na Bwana fanya hili, endelea kuzingatia hilo. Kama Bwana amekwambia fanya biashara hii, kama Bwana amekwambia fanya kitu hiki, endelea kukizingatia. Kama Bwana amekwambia fanya aina hii ya biashara, endelea kushikilia hapo. Na kama amekuelekeza ambatana na huyu, endelea kuambatana na huyo mtu. Kuna wengine kabisa hata katika ndoto utamuona Bwana na kuelekeza. Kuna watu watawekwa mbele yako, utaona kuna watu wako mbele yako, utawafahamu. Hao ni watu ambao Bwana anajaribu kukuonyesha kwamba hao ndio unatakiwa kuambatana na. Kuna wengine mtaonyesha aina ya biashara mnaifanya katika ulimwengu wa roho mkiwa mumelala. Kwa hiyo zingatia maelekezo ya Roho Mtakatifu. Hakikisha unaendelea kuwa katika maombi, kwa sababu kuna namna ambavyo adui anaweza kacheza na mtu na ufahamu. Lakini unapokuwa katika maombi, unapokuwa katika uwepo wa Roho Mtakatifu rapayada, unapokuwa katika utulivu wa Mungu, kuna mambo utaelewa, kuna vitu utaonyeshwa, kuna vitu utatambua, na utasema yes, this is God. Huyu ni Mungu anayeniambia hili, huyu ni Mungu anayenielekeza haya. Kwa hiyo zingatia sana maelekezo ya Mungu, maana hayo ndiyo yanayoamua maisha yako yote, maana hayo ndiyo yanayoamua mwisho wako, hayo ndiyo yanayoamua maisha yako, hayo ndiyo yanayoamua uweje. Kwa hiyo mwambie Bwana, nifanye nini, natakiwa nifanye na nani, nifanye nini, kilicho cha kwangu ni kipi? Katika uweza wa jina la Yesu tunaingia katika maombi.
Ewe Mungu mwaminifu na mtakatifu, ninasogea mbele ya kiti chako cha rehema katika siku hii ya kwanza ya mfungo. Bwana, ikiwa ni hitimisho, ninakuja mbele zako na maswali matatu. Wewe ndiye unasema katika neno lako ya kwamba Bwana, tuje mbele zako, tusogee mbele zako, kwamba Bwana tukuulize kwa habari ya mambo yatakayokuja, mambo ya wana wetu, mambo ya maisha yetu, mambo ya siku zetu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba ya kwamba mwezi huu, mwaka huu, Mungu, umebeba nini kilicho changu? Nakataa kunyang'ania yasiyo ya kwangu. Nakataa kushikilia vitu ambavyo Bwana havishikiki. Nakataa kushikilia vitu ambavyo sio vya kwangu. Nakataa kushikilia mambo ambayo hayajawekewa kwa ajili yangu. Nakataa kutembea katika njia ambazo hazinistahili. Nakataa kutembea Bwana katikati ya vitu ambavyo Mungu ni vya muda, kwa jina la Yesu. Neno lako linasema ya kwamba tunaweza tukachakaa, lakini Bwana anayotuwekea mbeleni ni makubwa. Kwa jina la Yesu Kristo, mwaka huu Bwana, ninapokea yaliyo ya kwangu kutoka kwako. Mwaka huu Mungu, ninapokea yaliyo ya kwangu katika mbele uwepo wako. Kwa jina la Yesu Kristo, ninapokea yaliyo ya kwangu tarehe ya leo, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Ninapokea yaliyo ya kwangu, yote ambayo mwaka huu yamebeba yaliyo yangu, ninayapokea kwa imani, katika uweza na nguvu ya jina la Yesu, katika uweza na nguvu ya jina la Yesu. Yote yaliyo ya kwangu mwaka huu Bwana, ninayapokea kwa jina la Yesu. Sitaki kupitwa hata na kitu kimoja, iwe ni fedha yote iliyo ya kwangu, mali yote yaliyo ya kwangu, utajiri wote ulio ya kwangu, biashara yote iliyo ya kwangu, maisha yote yaliyo ya kwangu, ambao wewe Bwana umeyaachilia kama baraka katika mwaka huu, ninayapokea tarehe ya leo katika jina la Yesu. Kazi iliyo ya kwangu ninaipokea leo katika jina la Yesu aliye hai. Vyote vilivyo vyangu mwaka huu katika jina la Yesu Kristo ninavipokea ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ewe Yesu, ewe Bwana, neno lako linasema ya kwamba ulipompa Musa kazi, ulipompa ya kwamba aongoze wana wa Israeli, Musa alikwambia ya kwamba mbona mimi siwezi? Mbona mimi sijui kuongea? Mbona mimi sijui nifanye nini Bwana? Mbona mimi sijui Bwana? Na hata Gideoni ulipomwita akakwambia, mimi ni mdogo tu, mimi ni mdogo, mimi sijui hata kuingia, mimi sijui hata kutoka, mimi sijui kuingia, mimi sijui hata kutoka. Lakini ulimuita shujaa, ulimuita shujaa kwa sababu Bwana ya lile ambalo uliloliweka mbele yake, ya lile ambalo ulilolitaka yeye alifanya. Wakati mwingine tunajiona ni wadogo, kumbe wewe Bwana unatuona kwa namna nyingine. Wakati wengine tunajitazama kama watu wa kushindwa, kumbe wewe Bwana tayari unao ushindi wetu. Wakati mwingine tunaona kwamba ni watu wenye kufeli, wenye kutokufanyikiwa, walio wa maskini, kumbe tayari sisi ni matajiri, tayari sisi tunao ushindi, tayari sisi ni washindi na zaidi ya washindi. Mwaka huu Bwana, ninataka Bwana kujulishwa na wewe ya kwamba natakiwa kufanya nini, natakiwa kufanya nini. 2026 ni ipi agenda ambayo ninatakiwa ni focus? Ni ipi agenda ambayo ninatakiwa kuizingatia? Ni ipi kazi ambayo ninatakiwa kuzingatia? Ni yapi maelekezo ambayo ninatakiwa kuyafuata? Kwa jina la Yesu Kristo, wewe unayejua njia na wewe uliye njia, unijulishe Bwana, natakiwa kufanya nini? Natakiwa kufanya nini? Sitaki nijikute ninafanya kitu kingine wakati Bwana kinachotakiwa kukifanya ni kitu kingine. Nijifunze kushona nguo ya ngozi Bwana, nakataa kushona nguo ya majani wakati nguo ya ngozi wewe uliifanya. Wewe Yesu katika shamba la Edeni ulimfanyia Adamu nguo inayotokana na ngozi ya mnyama, wakati yeye mwenyewe amejifanyia nguo inayotokana na majani yasiyodumu, majani yanayonyauka, majani yanayokauka, majani yanayodumu muda mchache. Wakati ngozi
uliomtengenezea ni ya kudumu, ni ya kudumu, ni ya kudumu, ni ya kudumu, ni ya kudumu miaka na miaka, ni ya kudumu vizazi na vizazi. Kwa jina la Yesu, I adapt mawazo yako. Kwa jina la Yesu, ninalipokea wazo lako la kufanya mambo ya kiungu, ya kufanya mambo ya kimungu, ya kufanya mambo ambayo ni supernatural. Mwaka huu Bwana ni special year, ni mwaka maalumu ya utele wa kimungu, mwaka maalumu ya utele wa kimungu kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Nitatenda wazo la Bwana, nitatenda mambo ya Mungu, nitatenda mambo ya mbingu katika jina la Yesu, kama duniani kama mbinguni, kama duniani nilipo na kama mbinguni Mungu alipo. Nitatenda mambo ya Mungu nikiwa bado duniani, ni katika jina la Yesu. Nitatenda mambo ya mbinguni nikiwa bado duniani, ni katika jina la Yesu. Maana sisi ni wana wa Bwana, maana sisi ni wana wa Bwana, maana sisi ni wana wa Mungu, tulioumbwa kwa sura ya Mungu, tulioumbwa, tuliodesigniwa kufanya mambo ya kimungu, tuliodesigniwa kutembea katika mambo ya kiungu, kufanya ishara za kiungu, kufanya matokeo ya kiungu, kuleta matokeo ya mbinguni tukiwa duniani, ni katika jina la Yesu. Na kataa yaliyo manyonge, na kataa yaliyo madhaifu kwa jina la Yesu aliye hai. Radadadaya, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Mungu wangu, ninakuomba sana wewe. Bwana Mungu wangu, ninakuomba sana wewe, neema yako ya ajabu, neema yako ya ajabu, neema yako ya ajabu, ukanijulishe kwa siri ni lini pasalo kufanya, ukanijulishe kwa siri lini pasalo kutenda, ukanijulishe ewe Bwana lini pasalo kufanya. Nisifanye haya wakati unanikusudia nifanye lile, nisienende kushoto wakati wao unanitaka niende kuume, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe umemwambia Yoshua kwenye kitabu cha Yoshua ile sura yake ya kwanza na ule mstari wake wa kwanza, unamwambia Yoshua mtumishi wangu, Musa tayari ameondoka, Musa tayari amekufa. Sasa ninakutaka wewe uwachukue wana wa Israeli, uwapeleke katika nchi ya ahadi ambayo niliyomwaidia baba yao Ibrahimu. Lakini ukamwambia ya kwamba kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yako ni mahali nimekupa. Bwana, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yetu ni mahali umetupa. Mahali tutakapofungua maduka ni mahali umetupa. Mahali tutakapoanzisha kazi ni mahali umetupa. Mahali tutakapoanzisha biashara ni mahali umetupa. Mahali tutakapoanzisha huduma ni mahali umetupa. Mahali tutakapoanzisha vitu, miradi, project, mahali tutakapojenga, mahali tutakapoanzisha jambo lolote ni mahali umetupa. Umemwambia Yoshua, mahali utakapoweka nyayo za miguu yako ni mahali nimekupa. Radadaya, mahali ambapo tunapoishi, mahali ambapo tulipoweka miguu yetu, hiyo ardhi tunaibariki. Kila laana inayotokana na ardhi tunaitakasa kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Ardhi inayokanyagwa nasi, ardhi tunayoikanyaga, tunaipindua leo, tunaipindua leo, na ikanene mema kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikanene mema kwenye ardhi tunayoikanyaga kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Nyayo za miguu yetu zimebarikiwa na Bwana, nyayo za miguu yetu zimebarikiwa na Bwana, na ardhi tunayoisimamia ni Bwana ametupa, ni Bwana ametupa, ni Bwana ametupa. Maeneo yote tunayoyakanyaga ni Bwana ametupa kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Mwokozi na Mungu wangu, Bwana Mwokozi na Mungu wangu, umemwambia Yoshua, umemtengenezea kwa habari ya mipaka, umemwambia tangu jangwani, umemwonyesha milima ya Lebanoni mpaka mto mkubwa hadi ule mto Frati, hadi nchi zote za Wahiti. Umemwonyesha Yoshua tokea jangwani, ukamwonyesha mipaka, ukamzungusha milima yote ya Sinai, ukampeleka mpaka milima ya Lebanoni, ukampeleka mpaka mto mkubwa, ukampeleka mito yote, ukamzungusha milima na milima, milima na vilima, mabonde na miamba, ukamwonyesha vyote, ukamwonyesha Frati, ukamwonyesha nchi ya Wahiti, ukamwonyesha ile bahari kubwa, ukamwonyesha upande wa macheo ya jua, ukamwonyesha
ukamwonyesha Bwana kila mahali, ukamwambia ni mahali nimekupa, ukamwonyesha mipaka yote nimekupa, umekupa. Kwa jina la Yesu ndani ya nchi, kwa jina la Yesu kwenye dunia hii, kwa jina la Yesu kwenye continent, kwenye mahali hapa, kuko mahali Mungu umenipa, ipo mipaka umeweka, vipo mahali ambapo Bwana umechora tunatakiwa kufika. Wengine umewadesainia kimataifa, wengine umetuzainia kimataifa, wengine umetuzainia kitaifa, wengine umezainia maeneo makubwa sana, maeneo makubwa. Wengine Bwana hawajatakiwa wabaki maeneo moja, hawajatakiwa wabaki mkoa moja, hawajatakiwa wabaki taifa moja, bali waende kimataifa, waende kimataifa, waende kimataifa. Kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Neno lako linasema malango yako hayatafungwa, yatakaa wazi daima mchana na usiku, ili mataifa yaje yakuletee utajiri na wafalme wao wakiambatana pamoja nao. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, walio ambao Bwana natakiwa kuambatana nao, watu ambao Mungu wewe umewatengeneza ili Bwana niambatane nao, walete karibu nami, walete karibu nami, walete karibu nami, walete karibu nami. Radadayada rejesheada, katika jina la Yesu ninawaita katika ulimwengu wa roho, ninawaita katika ulimwengu wa roho, waliotakiwa wasimame nami, waliotakiwa wanisaidie, waliotakiwa wanielekeze, waliotakiwa wanishike mkono, kwa jina la Yesu, wale ma destiny helpers. Bwana, Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Ewe Yesu, ewe Yesu, ewe Mungu wangu, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, niongoze Kristo, niongoze Yeshua Amashiach, niongoze Yeshua Amashiach. Kivuli chako kiwe juu yangu, kivuli chako kiwe juu yangu, kivuli chako Bwana, kivuli chako kienende nasi, kivuli chako kienende nasi, kivuli chako rapaya dia, kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natakiwa kufanya nini katika mwaka huu wa 2026? Natakiwa kufanya nini? Natakiwa kufanya jambo gani? Natakiwa kusimama wapi? Natakiwa kufanya nini? Kwa upako wako Bwana, kwa upako wako Bwana, nionyeshe ninalotakiwa kulifanya, nionyeshe Bwana. Nakataa kuhangaika, nakataa kuhangaika, nakataa kuhangaika, nakataa Bwana. I speak spirit of stability, roho ya utulivu, roho ya utulivu, roho ya utulivu ishuke, roho ya utulivu ishuke katika jina la Yesu. Ewe Roho Mtakatifu, anza kujulisha, anza kujulisha, anza kujulisha, anza kujulisha katika jina la Yesu. Wale wote waliotumwa na shetani, wale wote waliotumwa na shetani, wale wote waliotumwa na ulimwengu wa kuzimu, wale wote waliotumwa na kuzimu ili kuja kwenye maisha yangu, wanaondolewa, wanaondolewa kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Iwe ninawajua iwe nisiwajue, wote waliotumwa na kuzimu, wote waliotumwa na shetani, wote waliotumwa na mapepo, wale maagent wa shetani, wale iwe wanajua ama hawajui, kwa jina la Yesu wanaondolewa, kwa jina la Yesu. Waondoe Bwana, waondoe Bwana, waondoe Bwana, waondoe Bwana. Connect me Lord, connect me Lord to the divine helpers, to the divine helpers, to the divine helpers, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, nifundishe kukupenda wewe, nifundishe kukupenda wewe Yesu, unifundishe kukupenda wewe, ili nisiwe binafsi ya kuangalia mambo yangu nikasahau agenda yako kwenye maisha yangu.
nifundishe kukupenda Bwana, nifundishe kukupenda Yesu, nifundishe kukupenda Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Unifundishe kukupenda wewe Yesu, unifundishe kukupenda Mungu, ili nisienende kwa hisia zangu mwenyewe, ili nisienende kwa kuangalia mambo yangu, ili Bwana nisije nikaanguka shimoni. Nisaidie Bwana, nijue kukupenda wewe Mungu. I receive grace, napokea neema siku ya leo ya kukujua wewe Bwana, jinsi ya kukupenda, ili kufanya jambo lililo lako kwenye maisha yangu ambayo Mungu ni ya kwako, kwa jina la Yesu. Maisha ulionipatia yaliyo yako, ambayo ninayoyaishi mimi, nijue kuyaenenda kwa jina la Yesu. Maisha ninayoyaishi sio ya kwangu, ni maisha yako ewe Yesu, ni maisha yako ewe Yesu, ninaishi kwa ajili yako. Kwa hiyo Bwana, naomba nifundishe jinsi ya kukupenda wewe, ili niishi kwa ajili yako maisha yangu yote. Nifanye lililo kusudi lako, nitende lililo kusudi lako, nifanye yaliyo mapenzi yako, nitimize yale mambo makubwa ulioweka ndani yangu, nitimize yale mambo makubwa uliowekeza ndani yangu kabla hajawekwa misingi ya ulimwengu, lile jambo liloweka ndani yangu kabla hata baba yangu na mama yangu hawajakutana, lile jambo lilopanda ndani yangu, ewe Yesu, nakataa kuondoka duniani na sijalitimiza. Kwa jina la Yesu ninapokea neema tarehe ya leo, kile kikao kilichofanyika mbinguni kabla ya mimi kuwepo, kabla ya ulimwengu kuwepo, ukasema ya kwamba imempasa Joseph aje duniani na atimize kusudi hili, imempasa Joseph aje duniani na atende jambo hili kwa niaba ya serikali ya mbinguni, kwa niaba yetu, kwa nafasi yetu. Siku hii ya leo Bwana, lile neno lako, ule unabii, oh my father, lami katapayada jetepea na maya, kwa jina la Yesu, that prophecy my God, italila paya, Mungu li hai, ya dararaya, Mungu li hai, ukasema ya kwamba imempasa Joseph aje duniani, imempasa Joseph aende duniani, kwa jina la Yesu, avae mwili, ashuke duniani, atimize jambo hili kwa niaba yetu, kwa nafasi yetu. Ewe Bwana, maisha haya sio ya kwangu, bali kuzihirisha utukufu wako, bali kuzihirisha kusudi la serikali ya mbinguni, bali kuzihirisha makusudi ya Mungu, bali kuzihirisha mapenzi yako. Ewe Bwana, si mimi ninayeishi tena, bali Kristo ndani yangu, kutimiza kazi za mbinguni, kutimiza mambo makubwa, kutimiza vitu vikuu, kufikia malengo makubwa, kufikia Bwana, kuonyesha matokeo makubwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Sema na mimi Bwana, sema nami Bwana. Wewe ndiye umesema ya kwamba Bwana, katika kitabu cha Isaya, wewe ndiye umesema, Isaya 45 mstari wa 11, ukasema ya kwamba Bwana, wewe Mungu, tukuulize kwa habari za mambo yatakayokuja. Na sasa ninakuuliza kwa habari ya mambo ambayo yako mbele Bwana, kwamba katika mwaka huu wa 2026, katika mwaka huu wa 2026, Bwana, ni nini ambacho kilichowekwa kwa ajili yangu, na kwamba pia Bwana, natakiwa kufanya nini mwaka huu, na kwamba Bwana, nani wa kuambatana naye mwaka huu, katika jina la Yesu. Thank you Holy Spirit. Sante Roho Bwana. Sema na mimi Bwana. Ni muda wa wewe kusema nami. Sema na mimi Yesu. Katika jina la Yesu. Natamani kusikia ukiniambia, natamani kuona, nione ninachotakiwa kufanya.
Baba, umesema nikuulize, nami nakuuliza, nijibu sasa Bwana, nijibu sasa Bwana. Unasema kwamba njoo tuojiane, njoo unieleze mambo yako. Bwana, nimekuja kukueleza mambo yangu katika mwaka huu. Nakataa Bwana, nakataa kuenenda kimbumbumbo, nakataa kuenenda kama kipofu, nakataa kuenenda kama mtu asiye na Mungu, nakataa kuenenda kama mtu asiye na Mungu ndani yake, nakataa kuenenda kama kipofu, nakataa ulemavu wa kiroho, nakataa upofu wa kiroho, nakataa ukiziwi wa kiroho. Macho yangu yanafunguliwa, macho yanafunguliwa, macho yetu yafunguliwe, macho yafunguliwe, yaone kwa jina la Yesu. Masikio yafunguliwe, yasikie kutoka kwako. Ewe Bwana, masikio yangu yafunguliwe, yasikie kutoka kwako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Macho yafunguliwe, yaone Bwana, yaone matukio katika jina la Yesu aliye hai. Asante sana Bwana, asante sana Bwana. Sema na mimi, sema na roho yangu, sema na mimi Bwana, sema na maisha yangu, sema na mimi Bwana, sema na nafsi yangu. Nasikiliza. Yes Lord, ninasikiliza.